Naitwa Lukombe King'ombe, ni mhandisi na mkurugenzi wa uendeshaji na ujenzi wa vivuko. Tuko katika yadi ya Songolo ambapo inatekelezwa miradi ya serikali ya ujenzi wa vivuko vipya vitano ambavyo vitahudumu katika hii kanda ya Ziwa. Na leo niliungana na timu ya wataalamu kutoka chuo cha DMI, chuo cha bahari, pamoja na Wizara ya Ujenzi na sisi TEMESA. Lengo kuu lilikuwa ni kukagua vivuko viwili ambavyo vimekamilika, ambavyo vitakwenda kutoa huduma katika visiwa vya Ukerewe, ambavyo ni kivuko cha MV Ukerewe ambacho kina uwezo wa kubeba tani 170 na abiria 800 na magari 22. Pia kivuko cha Bwiro Bukondo, MV Bukondo, ambacho ni landing craft, chenyewe kina uwezo wa kubeba magari 10 na abiria 200 na kina tani 100. Vivuko hivi vyote vimejengwa na serikali yetu pendwa ya awamu ya 6 kupitia Daktari Samia Suluhu Hassan, ambavyo tunavitekeleza sasa sisi TEMESA kupitia Wizara ya Ujenzi, na vivuko hivi vimegharimu takriban bilioni 11. Kile kivuko cha Kisolya Rugezi kimegharimu shilingi bilioni 6.3 na hichi cha Ukerewe cha Bukondo kimegharimu bilioni 4.8. Fedha hizi zote zimetolewa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania awamu ya 6, na vivuko hivi sasa vimekamilika, na azma kubwa ya timu hii kuja kukagua ni kwa ajili ya maandalizi sasa ya kupeleka vivuko hivi katika maeneo ambayo vitahudumu. Kwa hiyo sisi kama timu, kabla ya viongozi wa Mheshimiwa Waziri Ulega na timu ya Wizara ya Ujenzi na kiongozi atayeona anafaa kwa ajili ya uzinduzi wa vivuko hivi, tumemwakilisha mtendaji mkuu wa TEMESA kwa ajili ya ukaguzi wa mwisho baada ya vivuko hivi kukizi vigezo vya ubora, kwa maana ya mifumo ya uendeshaji pamoja na vifaa kwa ajili ya usalama wa abiria wanapokuwa ndani ya vivuko. Kwa hiyo vivuko hivi vilipitiwa pia na mamlaka ambayo inahusika na udhibiti wa vyombo vya majini kwa maana ya TASAC, na TASAC walishatupa vyeti vya ubora ili kuweza sasa kuruhusu vivuko hivi kwenda kuhudumu katika maeneo ambayo vinapaswa kutumika. Zoezi la timu ambayo nimefuatana nayo lilifanya ukaguzi wa mitambo kwa maana ya engine, generators na vifaa vya kuendeshea vyombo hivi, na katika kujiridhisha hilo, timu ilitembea na vivuko hivi kutoka eneo ambalo niko sasa la nchi kavu na kufanya majaribio ya ndani ya maji, tunaita sea trial, lakini kwenye ziwa tunasema tumejaribu kwenye lake. Kwa hiyo tumefanya lake trial ya vyombo hivi na tumejiridhisha kwa kweli. Tumekwenda kwa zaidi ya masaa 3 kwa kila chombo kwa siku 2. Tumejiridhisha na kuona vifaa vyote vinafanya kazi ambayo ni tayari kwa ajili sasa ya kwenda kuhudumu kwa wananchi. Sambamba na ujenzi wa hivi vivuko, pia serikali imekamilisha ujenzi wa miundombinu kwa maana ya maegesho ambapo vivuko hivi vitakwenda kufanya kazi. Timu hii pia ilitembelea kwenye maeneo hayo ya maegesho ili kujiridhisha sasa kuwaleta viongozi kwa ajili ya uzinduzi na kupeleka hii huduma kwa wananchi na kufungua fursa za kiuchumi. Kama ninavyosema, vivuko hivi vinaenda kuhudumu kwenye visiwa. Hichi cha Ukerewe kitawatoa watu Kisolya kuwapeleka Rugezi ambapo ni kisiwani, eneo la Nansio, na kile kingine kitawatoa eneo la Nansio kuwapeleka kisiwa cha Bukondo. Kwa hiyo ni matarajio yetu vivuko hivi vinakwenda kufungua sasa uchumi kwa wananchi na kuwarahisishia majukumu yao, kwa sababu katika eneo lile la Bwiro Bukondo wote mnafahamu wananchi wanatumia mitumbwi kwa sasa. Kwa hiyo sasa itakuwa mitumbwi basi, na sasa tunawapelekea kivuko kwa ajili ya kufungua fursa za kiuchumi na huduma muhimu kwa wananchi walioko katika maeneo haya. TEMESA sasa kufanya kazi kwa ufanisi na ubora wa hali ya juu. Asante Samia.
kwa kuiboresha TEMESA. Asante rais wetu, kazi na iendelee. Uwazi katika utoaji wa huduma TEMESA, ufanisi katika utoaji huduma TEMESA, gharama za matengenezo kukokotolewa na mfumo TEMESA. TEMESA, kazi iendelee. TEMESA kidijitali, teknolojia ya hali ya juu TEMESA, tunasonga mbele. Karakana za kisasa TEMESA kidijitali, huduma zilizoboreshwa TEMESA.